Ndugu waandishi wa habari, ndugu wadau wa maendeleo TANET, Compassionate International na wadau wengine, ndugu wafanyakazi kutoka Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe na wadau wote ambao wamewakilishwa hapa. Naomba kwa niaba ya Waziri wa Afya, Ustawi wa Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto nitoe tamko kwa ajili ya Siku ya Afya ya Akili Duniani ambayo inaadhimishwa kila tarehe 10 Oktoba, na pia siku ya kutokunywa pombe duniani. Siku ya Afya ya Akili Duniani huadhimishwa kila Oktoba 10 na lengo kubwa ni kuikumbusha jamii au kuihamasisha jamii kuhusu ushiriki katika afya ya akili na kuhakikisha mambo yale yote ambayo hayajafanyika bado kuhusu afya ya akili yanafanyika na kuhamasisha wadau katika ushiriki huo. Kauli mbiu ya mwaka huu ya kuadhimisha siku hii ambayo kilele chake ni tarehe 10 ambayo ni kesho, ni huduma za afya ya akili zisizolinganifu duniani. Na ulinganifu huu unazungumzwa katika maeneo kama yafuatayo. Eneo mojawapo ni kutokuwa na rasilimali fedha za kutosha kwa ajili ya kuhakikisha huduma za afya ya akili zinapangwa na zinaendeshwa kama zinavyotakiwa. Eneo la pili ni rasilimali watu kwa ajili ya kushughulikia afya ya akili, na mpaka sasa tunao watu wanaohudumia katika eneo la afya ya akili wachache sana. Katika Hospitali ya Afya ya Akili ya Taifa ya Mirembe yenyewe tuna wafanyakazi, lakini sio wote ambao wamepata mafunzo kuhusika katika eneo hilo la kuhudumia watu ambao wana changamoto za afya ya akili. Eneo lingine ambalo ulinganifu unazungumzwa ni eneo la miundombinu, kwa maana ya eneo la kutolea huduma. Kama tunavyojua, ili huduma zitolewe vizuri tunahitaji kuwa na maeneo, tuseme majengo au vyumba vya kutolea huduma, ili hizo huduma zitolewe katika usiri na ule miongozo kama inavyotakiwa huduma hizo zitolewe. Na eneo lingine ambalo ulinganifu unazungumzwa ni eneo la takwimu. Kama tunavyojua, ili kila huduma iende sawa sawa, tunahitaji kuwa na taarifa ambazo zinatusaidia kuhakikisha kwamba mipango ambayo tumefanya na miongozo ambayo tumekubaliana nayo, tunakuwa na taarifa ambazo zinatusaidia kujua maeneo tuliyofanikiwa na maeneo tuliyokwama, kwa lengo la kuboresha katika miaka inayohusika na miaka ya fedha au miaka inayokuja. Na eneo lingine ambalo ulinganifu unazungumzwa ni eneo la upatikanaji wa dawa pamoja na huduma zinazoambatana na afya ya akili kama huduma za saikolojia na tiba kwa njia ya kazi. Kwa mpaka sasa hivi Shirika la Afya Duniani linakadiria kuwa na watu milioni 300 ambao wana changamoto za afya ya akili duniani. Na kama alivyowasilisha kaimu mkurugenzi wa magonjwa yasiyoambukiza, kwa Tanzania inakadiriwa kwamba kuna watu milioni 7 ambao wana matatizo yanayohusiana na afya ya akili. Na kwa sasa huduma ya afya ya akili nchini na upatikanaji wake sio wa kuridhisha, kwa sababu maeneo yote ya Tanzania yanategemea Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili ambayo iko Dodoma. Kwa hiyo kuna changamoto ya wagonjwa kusafiri kutoka mikoa yote kuja hapa Dodoma kwa ajili ya kupata hiyo huduma. Na kwa hiyo katika uhamasishaji huo, serikali inajitahidi kuwekeza kwenye eneo la kupanua hizi huduma zipatikane kila mkoa, na mpaka sasa tuna mikoa ambayo inatoa hizo huduma angalau katika huduma za wagonjwa wa nje. Lakini ili tupate uwiano sahihi, tunahitaji kuwa na huduma za wagonjwa wa nje pamoja na huduma za wagonjwa wa ndani.
Na sambamba na uadhimishaji wa maadhimisho haya ya siku ya afya ya akili duniani, tungehamasisha tunahamasisha wananchi pia kushiriki kila mwaka tutakapokuwa tunafanya haya maadhimisho pamoja na wadau kwa lengo la kuhakikisha huduma zetu zinapanuka na ushiriki wetu unaongezeka na unyanyapaa ambao unakuwepo katika huduma za afya ya akili unapingwa na kushindwa. Na sehemu ya pili ni kuhusu siku ya kutokunywa pombe duniani. Madhara ya pombe yanafahamika katika jamii au katika uchumi, na siku hii ya kutokunywa pombe duniani ni siku katika Oktoba. Maadhimisho yake pia ni Oktoba, na lengo ni kuikumbusha jamii kwamba unywaji wa pombe uliokithiri una madhara makubwa ya afya na ya kijamii na ya kiuchumi. Baada ya kusema hayo, naomba kuwasilisha. Nashukuru sana wadau na waandishi wa habari. Kwa niaba ya board ya Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili ya Mirembe, ningependa kutoa shukrani zetu za dhati kwa wadau wote ambao tunashirikiana nao kutoa huduma bora za afya ya akili kwenye hospitali yetu ya Mirembe. Kwa kipindi cha mwaka mmoja tangu tumekutana mwaka uliopita wakati wa sherehe za afya ya akili kama hizi, ni wadau wengi ambao wametuunga mkono, na Wizara ya Afya kwa kupitia hospitali hii ya Mirembe ndiyo hospitali kubwa inayotoa huduma bora nchini kwa kushirikiana na wadau. Tunapenda tuwashukuru wadau na muendelee kupa support kama mlivyokuwa mnatupa. Tushirikiane ili kudumisha afya ya akili ya Watanzania. Kwa pamoja inawezekana, na sisi sote tuko pamoja. Pia kwa niaba ya bodi, ningependa kuwaasa wananchi wote pamoja na wadau. Tuna tatizo kubwa la COVID uviko 19 ambao pia unachangia katika ongezeko la tatizo la akili. Kama unavyoona, kuna mfadhaiko mwingi unatokana na hii uviko 19, lakini pia kuna sintofahamu nyingi iliyozunguka uviko 19, kama vile ambavyo dunia ingependa iwe salama kwa afya ya jumla pamoja na afya ya akili. Na waomba kwa hiari wa Tanzania basi tujitokeze tukachanje kwa hiari. Ukichanja pia itasaidia kupunguza wagonjwa, lakini pia itapunguza matatizo ya akili kwenye nchi yetu na kupata watu ambao watafanya kazi kwa niaba ya kuweza kufanikisha maendeleo ya nchi yetu. Nawashukuru sana tena sana na hongereni sana kwa siku ya leo ya afya ya akili. Asanteni sana. Hakuna afya bila afya ya akili. Wote tunaamini hivyo? Ndio. Nashukuru. Ndugu mwenyekiti wa bodi, Profesa Ayubu Magimba, mganga mkuu wa Hospitali ya Taifa ya Magonjwa na Afya ya Akili Mirembe, Mary Kasanga, meneja ya uwezeshaji CIT, Gladness Mnuo, katibu mkuu TANET, wanahabari, mabibi na mabwana, watumishi wenzangu, habarini za asubuhi. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli kutufikisha siku ya leo ambayo tunaelekea kwenye kilele cha maadhimisho ya siku ya afya ya akili duniani, lakini pamoja na kuadhimisha mapambano dhidi ya matumizi ya pombe. Waliotangulia wamesema siku ya matumizi ya pombe wote tunaadhimisha tarehe 3 Oktoba,
siku ya afya ya akili pia inaadhimishwa tarehe 10 Oktoba. Kwa hiyo ili kuunganisha resource na kuwa na maadhimisho ya pamoja ni kitu kizuri na chema. Kwa hivyo tuliamua kuyaunganisha haya maadhimisho kwa pamoja ili kuweza kuleta tija kwa wananchi, lakini pia kutumia resources tulizonazo kwa ukamilifu. Kama anavyosema kauli mbiu ya mwaka huu ni huduma zisizo linganifu za afya ya akili. Huduma yoyote huwa inaanza na fikra. Hata jana niliongea, nani ambaye wanafikiria kwamba ikitokea nyumbani kwangu na mgonjwa wa akili nitafanyaje? Kuna mtu ambaye wanafikiria hivyo? Lakini watu tunafikiria malaria, tunafikiria kisukari, tunafikiria na magonjwa mengine yote. Lakini niwaambie magonjwa ya akili ni mzigo chini ya jangwa la Sahara. Sasa hivi kwa takwimu prevalence is almost 13%. Kwa hiyo hii 13% inaongeza mzigo sana kwenye mfumo wetu wa utoaji wa huduma za afya chini ya jangwa la Sahara. Lakini Tanzania tuna takribani wagonjwa milioni 7 ambao wana matatizo ya akili. Sasa milioni 7 kati ya watu milioni 60, utaangalia ni around prevalence iko around 9.10. Kwa hiyo sio kitu cha kuacha. Kwa hiyo lazima tuchukue hatua. Kwa hiyo kauli mbiu yetu inatukumbusha sisi, mwananchi mmoja mmoja, taasisi, serikali, wakati tunapokuwa tunafanya mipango yetu ya kila siku, lazima tufikirie swala la afya akili. Mengi atasema mgeni rasmi, lakini pia naomba tu niwapongeze Compassion. Tumekuwa na shida kutokana na ripoti ambayo ni sahihi kwa nchi yetu kuhusiana na huduma za afya akili. Kwa hiyo Compassion International Tanzania walitusupport kufanya upembuzi yakinifu, na tumekuja na taarifa ambayo ni ya nchi, ambayo na imani itatusaidia kupiga hatua sasa ya utoaji wa huduma zetu za afya akili nchini. Hali kadhalika TANET wamekuwa, unajua ili ufanye vizuri lazima uwe na mtu wa jicho la pili, si ndio? Kwa hiyo TANET wamekuwa kitusaidia sana kutusukuma. Sio kwamba hatufanyi, tunafanya, lakini wenda kwa kiwango ambacho jamii inaona kama hatufanyi. Kwa hiyo TANET pia amekuwa kitusukuma kuhakikisha kwamba tunakuwa na sera ya pombe nchini. Mbali na kuwa na sera ya pombe nchini, lakini tuwe na miongozo. Lakini niwaahidi tu kwamba kwenye sera ya afya ya akili, sera ya afya itakayozinduliwa mpya imehusisha sana policy statement za pombe zimo. Lakini Profesa Magimba kabla hajawa mwenyekiti wa bodi alikuwa ni bosi wangu. Tulianza mchakato wa kutengeneza policy management ya alcohol nchini. Tuko kwenye draft ya kwanza, lakini tutahitaji kuongeza jitihada sana ili huu mwongozo uweze kutoka. Kwa hiyo na imani yangu kwamba wadau mlioko hapa tutashirikiana kuhakikisha kwamba huu mwongozo unatoka na unakuwa ni faida kwa nchi, kwa sababu hatufanyi kwa ajili ya wizara, tunafanya kwa ajili ya wananchi wote. Baada ya kusema haya machache, najua mgeni rasmi anayo mengi ya kuongea na sisi, nisije nikapreempt anachotaka kukiongea. Wena nichukue fursa hii, nilipewa nafasi mbili, kutoa salamu lakini pia kumkaribisha mgeni rasmi. Kwa nichukue sasa fursa hii kukaribisha mgeni rasmi ili uweze kuongea na hadhira hii, ambayo na imani taarifa hii itafikia wananchi ili waweze kuitumia vizuri, na pia nafikiri kupitia wewe na kupitia wanahabari, baada ya wananchi kupata taarifa hizi, na imani watabadilisha mawazo kwa kwenye vitendo vya namna gani wajikinge dhidi ya magonjwa ya akili, lakini pia kuzuia au kupunguza matumizi mabaya ya pombe kwenye jamii. Baada ya kusema hayo, naomba nimkaribishe rasmi ili uweze kuongea na hadhira hii. Karibu sana. Ana shida hizo, ubongo wake na akili yake haitakuwa vizuri. Magonjwa ya akili mara nyingi yanatokea kipindi kwa Kiingereza wanasema late adolescent na early adulthood, pale mtoto anapotoka kwenye umri wa kupevuka anakuja kuwa mtu mzima, pale ndo vitu vingi vinatokea. Hasa hapo kuna mambo ya kijamii
anataka asome shule, lakini pia kuna dawa za kulevya zinaingia humo ndani. Hizi zinaweza zikafanya mtu ambaye alikuwa na mazingira ya kumpelekea wakati ugonjwa sasa unaweza ukalipuka. Kitu ambacho nilikuwa sijakitaja, kuna baadhi ya watu wana vinasaba vya ugonjwa wa akili katika ukoo, lakini vinakuwa ni kama vimelala hivi. Ukipata rabsha nyingi katika maisha, basi vile vinasaba ndio vinatokea. Kwa kama katika kukinga magonjwa ya akili, inabidi tufikirie sasa mtoto wakati yuko tumboni, wakati anazaliwa, ukuaji wake, malezi yake, alafu tumfundishe huyu kijana uwezo wa kustahimili changamoto za maisha ambazo waga zipo tu. Akisha kuwa anaweza kustahimili changamoto, basi afya yake akili inaweza ikaimarika na magonjwa yakawa yameepukika kwa staili hiyo. Lakini ukienda zaidi, kuna issue za umaskini, matatizo ya kazini, stress zote zile. Kama huwezi kuzihimili, basi baadaye zinaweza kupelekea ugonjwa wa akili. Na magonjwa ya akili yako mengi sana. Waga mimi napenda kusema kuna magonjwa ya akili ambayo yana dalili za kuchanganyikiwa, ambao watu wengi ndio waga tunafikiria sana mtu amechanganyikiwa, anafanya vitu tofauti. Lakini kuna magonjwa ya akili ambayo yapo anapata dalili kwa ndani kama sonona au ugonjwa wa anxiety, ile wa wasiwasi, lakini watu wa nje hawajui, lakini yeye anataabika peke yake. Kwa mimi ningependa kuasa jamii kujua kwamba kuna magonjwa ya akili yako ndani na kuzitambua dalili na kupata huduma mapema. Nadhani nimejibu. Mimi ni ya mwaka 2007. Lakini tayari sisi kama TANET tumeshashirikishwa katika michakato kadhaa ya kuweza kuwa na sera ya taifa ya afya yenye majumuisho ya masuala kama haya ya pombe, ili tuweze kuwa na miongozo mizuri ya matumizi ya pombe Tanzania. Kwa sababu tunafanya hizi shughuli na wenzetu, nikiwa na maana wa Africa, East Africa, tunashirikiana na Uganda, Kenya, Burundi, Rwanda, na tuna umoja ambao unaitwa EAAPA, kwa maana ya East Africa Alcohol Policy Alliance, EAAPA. Huo ni umoja wetu, na wenzetu Kenya wana sheria ambayo inafanya kazi ya masuala ya pombe. Huwezi kukuta kiroba cha 500 wala 1000. Wenzetu Uganda tayari wanayo sera specific ya masuala ya pombe na miongozo ya pombe. Burundi wanayo tayari, na Rwanda wako tayari kupata, na sisi Tanzania tunaamini kabisa sera ya taifa ya afya ambayo sasa hivi iko kwenye mchakato wa kumalizia itakuwa imegusa, kwa sababu tulishapitishwa huko, imegusa masuala ya pombe. Kwa maana hiyo itakapokuwa tayari, na sisi Tanzania tutacelebrate, tutasema sera yetu ya afya ya taifa imegusa masuala ya pombe. Sasa kazi iliyobakia ni kuwa na miongozo ya jinsi ya utengenezaji, usambazaji na kadhalika. Niliyesimama hapa naitwa Gladness Hemedi Munuo. Mimi ni katibu mkuu wa TANET, lakini ni mwanahabari, nimespecialize kwenye public health leadership, Save the Mothers, na ninaratibu kituo cha usuluhishi au crisis resolving center ambayo iko chini ya Tanzania Media Women's Association, TAMWA. Kwa kifupi, maelezo ya nini TANET tunafanya ni hayo, na ofisi ziko Dar es Salaam, na tumejumuika na wenzetu maadhimisho haya, wenzetu MEHATA na Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, katika kuhakikisha kwamba tunapeleka ujumbe zaidi. Na kawaida hii siku tunasema ambayo tutaadhimisha kesho worldwide, na kwa Umoja wa Mataifa inatakiwa iwe tarehe 3 mwezi wa 10, lakini tunapewa nafasi za kuadhimisha pale tunapokuwa na nafasi zetu kuanzia Oktoba mosi mpaka hata kufika mpaka Novemba. Na tunao furaha kubwa, tumepata wadau wenzetu MEHATA na hasa Wizara ya Afya kushirikiana katika swala hili. Kwa maana hiyo kesho tunaadhimisha kwa pamoja siku ya kutokunywa pombe duniani. Tunasema no alcohol day. Yaani wale tunaotumia kinywaji hicho tujaribu siku ya kesho kunywa kahawa au juice au maji, alafu muone siku itaishaje. Unaweza ukajaribu na kesho kutwa yake
na hata wiki, alafu ukaona hali ikoje, unaweza ukawa na mabadiliko makubwa sana. Kwa kifupi, niseme hiyo kauli mbiu unaona tumeiona hapo, ambayo imewekwa na wenzetu, lakini na sisi kauli mbiu yetu ilikuwa inasema mabadiliko ni muhimu. Kwa hiyo mabadiliko ni muhimu. Nikisema mabadiliko naomba tuitikie ni muhimu. Mabadiliko ni muhimu. Asante. Inaanza na sisi, si ndio Asante sana. International Tanzania, niko hapa kuleta salamu za mkurugenzi wa Compassion International Tanzania. Mheshimiwa mgeni rasmi, watendaji wa Wizara ya Afya na wizara nyingine, wapendwa wawakilishi wa mashirika mbalimbali, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Awali ya yote napenda kuwashukuru kwa kutupatia nafasi hii kuwepo katikati yenu, lakini pia zaidi sana tunamshukuru Mwenyezi Mungu kutufikisha siku ya leo. Pili, tunapenda kuishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, hasa kurugenzi ya tiba, kitengo cha afya ya akili pamoja na wadau wengine kwa kazi nzuri mnayoendelea kuitoa kwa umma wa Tanzania kuhakikisha kuwa afya zao zinaimarika. Kipekee ni washukuru kwa fursa ambayo mmetupatia katika kushiriki zoezi hili la tathmini ya hali ya huduma za afya ya akili hapa nchini, na niwashukuru wataalamu wote kutoka wizarani pamoja na kutoka shirika letu zuri la Compassion International Tanzania kwa namna ambavyo tumeshirikiana kwa karibu katika kufanikisha zoezi hili. Mheshimiwa mgeni rasmi, Compassion International Tanzania ni shirika la Kikristo la kimataifa lililojikita katika maendeleo na utetezi wa mtoto. Tunatumia mbinu mtambuka katika kukabiliana na changamoto za maendeleo zinazowakabili watoto maskini katika jamii. Dhamira yetu ni kuwakomboa watoto na vijana kutoka katika umaskini. Kama unavyojua, mshirika wetu mkuu ni makanisa ya Kiinjili nchini Tanzania, na baada ya kuanzishwa kwa Compassion International Tanzania mwaka 1999, shirika limekuwa moja ya mashirika makubwa ya Kikristo nchini kwa ajili ya kuleta maendeleo. Kwa sasa Compassion International inafanya kazi na makanisa washirika wenza 492 na mikoa 21 Tanzania bara na kwenye halmashauri zaidi ya 20. Pia kufikia sasa shirika linafanya kazi ya kufadhili watoto zaidi ya 104,000 Tanzania. Mpango mkakati wetu unalenga kuchangia kuboresha maisha ya watoto na vijana zaidi ya milioni 5 walio katika umaskini. Kupitia mpango mkakati huo tunatekeleza programu mbalimbali zikiwemo ufadhili pamoja na programu ambatani. Miradi yetu ni pamoja na ile inayolenga kuboresha afya na lishe ya mama na mtoto, elimu, maishilio, uzalishaji mali, maji na usafi wa mazingira. Programu mtambuka tunayo pia inahusiana na ulinzi wa mtoto na utetezi. Programu hizi hutekelezwa kwa kuzingatia vipaumbele katika maeneo husika ambayo tunafanya kazi nayo. Katika kuhakikisha tunaboresha afya za walengwa tunaowahudumia ili kufikia matokeo tarajiwa, programu zetu za afya zinajikita katika kuwezesha walengwa wetu kupata ustawi wa afya kwa ujumla, hususani ustawi wa kimwili, kiakili, kijamii na kama vile shirika la afya duniani linavyotafsiri afya. Hivyo basi uwekezaji katika afya ya akili ni eneo la msingi kabisa katika programu zetu ili kuweza kufikia malengo haya, na umuhimu huu ndio uliotupa motisha kushirikiana na serikali ili kuweza kufanya tathmini ya hali ya huduma za afya ya akili nchini ili tusaidiane kwa pamoja kama wadau wa afya kuweza kuiwezesha jamii kuwa na ustawi wa akili kupitia mikakati mbalimbali itakayozaliwa baada ya ripoti hii. Ni wazi kwamba uelewa wa jamii yetu juu ya afya ya akili ni mdogo, hasa kwetu sisi ambao tunashughulika na walengwa ambao wako kwenye mazingira ya umaskini. Hali ni mbaya zaidi kuliko sehemu zingine. Hivyo tunaamini kabisa ripoti hii itatuwezesha kwa pamoja kama wadau
kuona namna gani tutaongeza uelewa wa afya ya akili kwa jamii tunayohudumia, lakini pia kusaidia kuboresha huduma za tiba na ushauri kwa wale ambao tayari wana changamoto za afya ya akili. Kama kauli mbiu ya mwaka huu inavyoeleza, huduma za afya ya akili zisizolinganifu duniani, ni wakati mwafaka sasa kwa serikali na wadau wake kuhakikisha tunaondoa mambo yote yanayosababisha huduma za afya ya akili kutokuwa linganifu duniani kwa kadiri Mungu atakavyotuwezesha. Na kwetu sisi tunaamini uwekezaji kwa watoto na vijana katika afya ya akili ni sehemu muhimu sana katika kuhakikisha dhamira hii inafikiwa. Na tunaamini hili ni jukumu letu sote kama wadau wa afya, maendeleo ya jamii, kipekee tukimtazama mtoto na kijana. Mheshimiwa mgeni rasmi, sisi Compassion International Tanzania tuko tayari na tunatoa wito kwa kila mdau, wakiwemo walezi, wazazi, walimu, watoa huduma za afya, viongozi wa dini, mashirika sio ya kiserikali, viongozi wa serikali ngazi zote na jamii kwa ujumla, katika kuhakikisha kuwa ustawi wa afya akili unaongezeka katika jamii yetu. Sisi tuko tayari kushirikiana nanyi kwenye mipango yenu mikubwa na midogo mlionayo inayolenga kusaidia watoto na vijana, hasa katika eneo hili nyeti la afya ya akili. Ni imani yetu kuwa serikali yetu makini chini ya uongozi wa Mheshimiwa Mama Samia Suluhu itaendelea kuunga mkono juhudi za wadau mbalimbali wenye nia dhati ya kukabiliana na umaskini, tukiwemo sisi Compassion International Tanzania.